Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Katika ahadithul akhlaq, hadithi za kuelezea tabia, tuko katika kuzungumzia ubaya wa kuwakosea wazazi wawili. Angalia hadithi hii iliyopokewa Al-Mughira bin Shu'bah radhiyallahu anhu an Rasul sallallahu alayhi wasallam qala inna Allaha, hakika ya Mwenyezi Mungu. Hakika maanake haya ni yazungumzao ni hakika. Harrama, inna Allaha harrama alaykum, ameharamisha, ni haramu kwenu nyinyi, uquqal ummahati, kuwakosea mamama. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameharamisha tusiwakosee mamama. Pengine itakuja kuswala, kwa nini hakutajwa mababa? Kwa sababu mara nyingi mama ndio anayenyanyaswa. Baba unajua atakutia mikononi, baba atakutandika kwa mangumi, na mama kwa ule ulaini wao na upole wao na sikitiko lao na urahimu wao ndio mara nyingi hukosewa miskini. Tukamwambia hama mama kazi yao kulalamika tu, hama mama kazi yao. La, ni mapenzi, ni ile atifia na hanana. Inna Allaha harrama alaykum uquqal ummahati, kuwakosea, kuwanyanyasa, kuwaudhi, kuwatesa mamama. Wa wa'dal banati, na kuwazika wasichana. Labda hii hadithi kuwazika inaozungumzia kuwazika wasichana, hivi sasa tutaifasiri vipi? Wasichana wazikwa hivi sasa? Naam, wazikwa. Zamani walikizikwa akiwa hai miili yao, sasa wazikwa zile hisia zao. Zamani mtu alikuwa akiwa na msichana yuamzika kwa kuogopa fedheha. Leo kwa kutotaka kumuudhi ule msichana, twazika zile haki zao za kuwa na heshima, za kuwa na kujistiri, za kujitambua yeye ni mwanamke, kujitambua wapi atakiwe awepo. Twazika hisia za wanawake. Leo angalia mabinti walivyopotea, angalia mabinti walivyopinda, angalia. Na pengine utakuta baadhi yao mamama hawawezi kuwakataza. Kwa sababu gani? Ukimwambia mwanangu usiende hivyo, mbona wewe? Utamjibu nini? Mwanangu usifanye kadhaa, mbona wewe? Si wewe ulikifanya? Si wewe ulikuwa husikii? Wakati wako ulikula pare vizuri vizuri, niatie na mimi sasa. Huu ni wakati wangu. Nikiwa na kama wewe nitarudi tena. Subhanallah. Subhanallah. Leo naweza kuambia jamanini 80% waliozaa watoto wa kike hawana raha. 80% hawana raha. Tumewatia maskuli kuwapa elimu, lakini subhanallah, subhanallah, na tumekuwa hatuoni mtu asiyesoma hana maendeleo, mtu asiyesoma skuli hana maendeleo. Yani tumekuwa brainwash, akili zetu zimeoshwa mpaka kuamini kwamba bila ya elimu ya kiskuli hatuwezi kupatikana na mafanikio. Sasa suala ni elimu. Elimu kwa kujua elimu au elimu kwa kufata kazi? Manake skuli zetu ziko pale pale kutufundisha nzia na mabawa. Hatoki mtoto amesoma yani ametoka ana technical na yeye ni mdogo. Leo wenzetu ukienda China, watoto wadogo
wanafundishwa namna ya kucreate kitu, hata kama ni kushona jamvi. Juzi nimeiona mimi wameanza sasa hivi, kwanza shule zao zinaenda na mambo ambayo kwamba ahitajia mtoto wa kiume ahitajia nini, awe active katika michezo ya kiume, mwanamke awe active katika michezo ya kike, lakini kama mwanamke. Alafu wale watoto wanaachwa na wameweka vitu tofauti, mapishi na nini, wanamwacha mtoto ende kwenye kitu ambacho kwamba yeye mwenyewe yule mtoto ni nini, yani sisi tunaita yani mauhiba ni talanta. Huyu mtoto ana talanta gani? Apendao mpira atakwenda kwenye mpira, apendao football atakwenda kwenye football, volleyball atakwenda kwenye volleyball, tennis atakwenda kwenye tennis, sijui anaipenda kupika utamuona ameenda kwenye mase. Zote ni toys, lakini huyu amejipeleka huko, wanajua huyu sasa, wanajaribu kumkuza ile talanta yake kuanzia yuko shule. Anapenda electronic, utamuona ameenda mahala kuna ma laptop, ma computer, ma simu hivi, atakayekuwa muhandisi, atakayekuwa yeye ni typist, yani kila mmoja anaenda kwenye ile talanta yake. Sisi hapa tukatizie ni kufundishana kwaya, kuimba, atina na ufundishwe nzi ana mabawa mangapi. Siku zote tutamsoma nzi, tukimsoma mbu, tukimsoma hatuoni watoto kutoka na talanta yoyote. Yani bado yani ushribu fi qulubihim al-ijla, tumefungwa hizi. Yani mawaziri wa kusimamia elimu ni watu bado, yeye khalas yuko kwenye ofisi, basi hana mapya anaotuletea tukaona kwamba kweli elimu imekuwa na mabadiliko, imekuwa na ku-upgrade. Kuanzia sisi ni wadogo mpaka sasa sisi wengine tuko more than 50 years, elimu tunaona ni kubadilishwa majina tu. CBC, KBC, C2C, akhi yabadilishwa majina tu. Ni kujifaidisha wao kwa kuchapisha vitabu. Akhi watu hakuna tena time ya kubeba vitabu sasa. Imepitikiwa na wakati. Kila kitu watu wanakwenda kwenye digital. Mkitizia kwenye analog, mtaka kuuza mpate senti tu. Fikra zao ni kuna namna gani tu wapate pesa na hakuna natija yoyote ya kielimu. Mtoto alomaliza 8 haijijui ajifanye nini. Mtoto alomaliza form 4 hajui afanye nini. Mtoto mpaka amemaliza degree akwambia nina degree ya kwanza nataka degree ya pili. For what? Kwa nini anahitaji degree 2? Kwa nini anahitaji degree 3? Kwa nini anahitaji degree 4? Wafundisheni watu kazi, msifundishe watu kusoma tu. Watu fundishwa kusoma huku kwetu. Wenzetu wanafundishwa kazi. Hivi vitu vingi vya China vinatengenezwa na watoto wadogo sana, kwa sababu wanawafundisha kucreate. Angalia, wao wanatengeneza madini yanatoka kwetu. Sisi tuna madini, wao wana akili. Madini yatoka kwetu. Kama Tanzanite, kama sijui nini. Sisi Mungu ametupa madini, wao wamewapa akili. Na sisi hatukukosa akili, lakini hatuitumia akili. Na mara nyingi tunabahatika kutawaliwa na wasokuwa na akili ya kucreate, ya kuitumia hii akili. Wao akili zao ni kujaza pesa tu. Basi hawana hamu nyingine. Wao watakawa pesa tu. Na pesa hawaipati kwa njia ambayo kwamba ni ya kuridhisha. Pesa waipata kwa njia ya kutawala, nguvu. Sasa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, hii hadithi atuambia Mwenyezi Mungu ameharamisha, ni haramu uquqal ummahati, kuwakosea, kuwanyanyasa, kuwadhulumu wazazi, wa wa'dal banati, na kuwazika. Leo wazika wanaume na wanawake. Leo twazikwa wanaume na wanawake. Zamani walikizikwa wanawake tu. Lakini leo twazikwa hisia zetu, twazikwa talanta zetu,
twazikwa fikra zetu, twazikwa mawazo yetu, twazikwa watu katizie ni kupangiwa sherehe tu, sherehe, kuna sherehe hii, kuna culture hii, kuna nini hii, kuna kwaju huu, kuna ndimu hii. Hakuna watu kukuzwa kipaji. Wazee wetu walikizamia bila ya magesi. Wenzetu watoto wakainukia wakarithi ile. Kwa nini sikuzwe talanta kama ile? Hakuna. Kuna watu wanazama kushinda alovaa gesi. Kwa nini talanta kama ile? Viongozi wamechaguliwa kufanya nini? Kwenda majukwaa huku, sijui kufunguliwa aliko kufungua ofisi. Hii ndo kazi uliopelekwa wewe. Tunataka tuone impact kwamba huyu bwana amechaguliwa, ameweza kucreate vipaji. Tulikuwa na watu mahodari wa kutengeneza kitu fulani, wa kuwaka kitu fulani, wa ku create kitu fulani, sisi subhana al-malik al-quddus. Hata washindwa sangine hupati yale matamshi ya kuyazungumza kisahihi. Wa'dal banati, kuwazika wasichana wakiwa hai, watoto wadogo wa kike. Leo tuzikwa wanaume na wa kike. Wa man'an wa hat, man'an kukataza kinachostahiki kutolewa, wa hat na kutukua kinachostahiki kuchukuliwa. Hii ndio iliyoko. Tunachofaa kupewa hatupewi, na wanachukua kinachostahiki kuchukuliwa. Leo kila anayekuwa kiongozi, kitu cha kwanza lazima achukue haki za watu, achukue ardhi za watu, achukue sehemu za watu. Lakini itafika wakati watakapokuwa anaichukua haki, anayechukuliwa roho yake, hapo kile kiongozi atakuwa makini. Itakuja ni mwaka gani haijulikani. Sababu itafika wakati mtu naye aone kwamba mimi nimechukuliwa kila ninachokimiliki. Ya nini niishi? Huyo leo nichukua mimi, acha niende naye. Ataanguka naye. Itafika wakati ono. Hapo kila mmoja atakuwa anakijipigia hesabu. Atarudisha mwenyewe haki ya watu walioichukua. Kwa sababu yule mguu unaponikanyaga mimi ni mguu wangu, mimi naumia, nakwambia waniumiza, mwisho utakufa ganzi, itakuwa sisi tena sasa. Sasa fanya utakalo, acha kukanyaga hata ukate. Sasa wewe unanipokonya changu mpaka ninajiona mimi sina haki, sina popote pa kuishi, nilobakia langu kaburi. Nasema mimi na yeye tukaishi kaburini moja kwa moja. Nakumbuka kuna baadhi ya nchi kulikuwa na matatizo, kabila fulani kunyakua ardhi ya watu fulani. Mtu anakuja kutoka huko atokako, anasema bwana, hii ardhi ni yangu, mimi karatasi nimeambiwa hii ardhi ni yangu. Na analetwa na serikali, gari ya serikali pale. Kisha amepewa barua amwambie huyu mtu anaishi hapa waitwa na kiongozi fulani wa serikali. Yule bwana amekwenda, akamwambia bwana, samahani mzee, hii ni order imekuja kutoka juu kwamba hii ardhi mwenyewe kumbe ni huyu, kwa hiyo utampisha. Akamwambia sawa, hakuna tatizo, ila tu mimi nina ombi moja. Mimi nimekuja na bodaboda paka hapa, nimetumia robo saa, na nitatumia robo saa kurudi paka pale nikachukue vyombo vyangu. Vizuri sana. Kwa hiyo nakuomba baada ya robo saa tuma ambulance ya kuja kuchukua maiti. Ndio nakwambia, kwa sababu mimi naenda kumuua ule na mimi nijiue, خلاص. Sieni ardhi yake, kisha tuangalie nani atazikwa pale. Mimi baada ya robo saa na kuhakikishia hapa ofisini kwako, na sisemi urongo, mimi baada ya robo saa tuma ambulance ije ichukue maiti yake yule bwana. Yule bwana akifika pale hamuoni mtu yoyote, amesharudi kwao. So anajua ardhi si yake, amepewa dhulma, na huyu akachukua msimamo. Mimi nimenyanyaswa, njia ya kupata haki yangu, خلاص mawili, nijitolee muhanga, huyu nimmalize na mimi nijimalize, خلاص. Ukizungumza namna hii utaambia wewe wa create ugaidi. La, huyu ni self defense.
Sijaambia watu wawanyanyase watu. Sijaambia watu wawapokonye watu. Sijaambia watu wawaue watu. La. Na haya mambo hayakutokea kwetu, alhamdulillah, yalitokea, lakini ni mambo yaweza kuwa yako sehemu humu makwetu Afrika, yako sehemu ambayo kwamba yafanana nayo. Sasa unaona, man'an wa hat. Mtume SAW alikataza hili, usichukue kisokuwa chako na usimkataze mtu kilikuwa chake. Angalia, hakuna jamanini kama dini ya Kiislamu. Hichi kilima kifupi, man'an wa hat, kumkataza mtu anachostahiki kupewa na kumtukulia mtu asostahiki kupokonywa. Lau serikali itaishi, kila kaunti itakuwa ina msimamo wa man'an wa hat tu, ya kuwa anastahiki kupewa apewe, watu wastahiki kupewa maji wapewe maji, watu wastahiki kupewa security wapewe security, watu wastahiki kupewa ardhi wapewe ardhi. Wa hat, watu hawafai kuchukuliwa kodi, watu hawafai kuchukuliwa ardhi yao, watu hawafai kupokonywa nini tamaduni zao, watu hawafai kupokonywa culture zao, watu hawafai. Mathalan, leo utaona huku kwetu unaambiwa kwamba hizi ni heritage site, Mombasa, Old Port, Lamu, lakini ni heritage site. Hii heritage, huo utamaduni, hakuna kutunga utamaduni wa dini. Dini si utamaduni. Kwa nini tuweke utamaduni ambao wavunda utamaduni ulioanza na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ulitoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Nyumba haifai kutiwa rangi nyekundu, sijui rangi ya green, sijui rangi ya blue, sijui rangi ya nini, kwa sababu ni heritage site. Lakini kwa nini anaoishi kwenye nyumba afaa kutembea tupu? Kwani sisi heritage yetu, utamaduni wetu kutembea tupu? Leo angalia wewe hapa Mombasa, wasichana namna wanavyotembea, hasa hao wanaokuja kusoma college, wanavovaa uchi. Kweli utamaduni wetu sisi mwanamke wa Kiafrika ni kutembea na suruali vipande, mapaja wazi? Hunu ndio utamaduni? Mpaka Ramadhani wanatutembelea namna hii? Wako wapi wao wenye kuhifadhi utamaduni? Na ndio nakumbuka mimi mwaka wa kwanza tulipotaka kuanza mambo ya culture, tuliomba tushirikishwe kama viongozi wa dini ili tutaguide baadhi ya mambo. Tukaambiwa mambo kama haya dini haitakiwi ndani yake, itatuharibia. Hapa sisi tunataka tufanye mambo ya kumuudhi Mwenyezi Mungu tu. Kwa hiyo nyinyi watu wa dini mtakuwa kutuletea hili halifai, hili upingana na dini, hili na sisi lengo letu ni kumuudhi Mungu. Sisi lengo letu ni kumkosea Mungu. Sisi lengo letu ni kumkasirisha Mungu. Sisi lengo letu ni kwenda kinyume na Mungu. Kwa hiyo nyinyi watu wa dini mtatuharibia bwana. Sisi tunataka senti bwana. Mungu hataki Mungu sisi. Mungu nakasirike, Mungu na apasuke, Mungu na shauri yake. Hatuna haja ya radhi za Mungu sisi. Sisi tuna haja ya senti. Sisi tuna haja ya radhi ya mzungu. Mzungu afurahike. Muamerika aje, Muamerika support, Muamerika donate. Take donate za Mungu sisi bwana. Subhanallah. Astaghfirullah. La hawla wala quwwata illa billah. Wa wa'ada albanati wa man'an wa hat wa kariha lakum thalatha. Akachukia kwenu nyinyi mambo matatu. Mambo matatu Mwenyezi Mungu hayapendi. Qila wa qala. Bwana, kuna msemo, kuna yasemekana, nimesikia kwasemwa, wa kathrata suali, kuuliza sana kwa nini, masala yasiokuwa na maana. Wa idha'at almali, kupoteza mali kwa hichi, hata huisi utakitumia kwa vipi. Leo ni wengi bana. Mtu zingine ana magari karibu ya 6. Kukwambia hili sijalitumia sasa hivi nalipiga start tu kila siku. Faida yake ni idha'at almali, kupoteza mali. Lakini
Hii ni sunnatullah, ni sunna Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mtu ana saa karibia 6 na kila saa ukiangalia bei yake ni kadhaa wa kadhaa, mapesa mingi sana, tena anaifakhirisha. Niona hii saa nimenunua milioni 22. Kama sikuiba umenunua kwa pesa gani? Kama sikutukua haki za watu, si lazima umeiba hiyo saa wala umeziba hizo milioni 22. Uliiba njia ya kupatia hizo. Ungekuwa ni halali ungefanya namna hiyo. Idha'at almal, Mwenyezi Mungu ana ghera. Ukichukua kitu kwa njia ya halali, Mwenyezi Mungu ukifanya ukitumia kwa halali. Ukichukua kitu kwa njia isiyokuwa halali, Mwenyezi Mungu hataki kupewa haramu, lazima utapoteza tu. Mwenyezi Mungu atuhifadhi, atupe kila la khairi, atuepushe kila la shari, tujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.